Obedience. Praise the Lord. Ambie jirani yako obedience. Utiifu. Tunaona ya kwamba utiifu ama kutii ama obedience ni ile hali ya kufanya kitu ambacho umeambiwa. Doing what you are told to do. Hiyo ndio kutii. Kufanya kitu ambacho umeambiwa kukifanya. Ama kufanya kitu ambacho unatarajiwa kufanya. Doing what you are expected to do. Kufanya kitu ambacho unatarajiwa kufanya. Hiyo ndio kutii. Praise the Lord. Tunaona ya kwamba matarajio yetu kama Wakristo ni kufanya yale ambayo tumeagizwa na Mungu ama na Yesu. Matarajio ya Mungu kwangu na wewe ni kwamba kuyatekeleza, kufanya mambo ambayo Mungu anatarajia kwetu sisi kama Wakristo. Na ni zaidi tu ya kuzifuata sheria za kawaida. Kutii ni zaidi ya kufuata tu zile rules and regulations. Praise the Lord. Kwa hivyo tunataka tujifundishe kutoka kitabu cha 1 Peter chapter 1 verse 14 and 15. Petero wa kwanza 1:14 na 15. Nilizungumza kuhusu Petero. Unaposikia kitabu cha Petero, unakumbuka ni huyo Petero tu mmoja ambaye alikuwa karibu na Yesu, ambaye kila wakati alitembea na Yesu, ambaye siku moja alitambua na kuambia Yesu ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, na Yesu akamwambia ya kwamba kwako nitalijenga kanisa na wala milango za kuzimu hazitaweza kufaulu juu ya kanisa hilo. Kwa hivyo ni waraka wa kwanza wa Petro 1:14. Biblia inasema ya kwamba kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, nanyi weni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Praise the Lord. Amen. Tunaona ya kwamba katika Petero Biblia inatukumbusha ya kwamba sisi ni watoto. Mimi pamoja na wewe ni watoto wa Mungu. Sisi ni wana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ambia jirani yako wewe ni mwana wa Mungu. Amen. Mimi pamoja na wewe, mimi ni mwana wa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu, sisi ni wana wa Mungu. Kwa hivyo Petero anatuambia ya kwamba sisi kama wana wa Mungu tunastahili kutii neno la Mungu. We must be obedient to the word of God. Lazima mimi na wewe tuweze kulitii neno la Mungu. Anasema ya kwamba iweni watakatifu kwa kuwa aliyewaita ni mtakatifu. Inamaanisha ya kwamba wewe pamoja na mimi ni lazima tufanye kitu ambacho kinaitwa we should obey. Lazima tutii, tuweze kutii neno la Mungu. Neno la Mungu linaposema ya kwamba tunastahili kuwa watakatifu kama Mungu aliyetuita, tunastahili kutii. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba wewe na mimi ni wana wa Mungu na tunastahili kutii neno la Mungu. Naposema katika Yohana 14:15 inasema ya kwamba ukinipenda utazishika amri zangu. Bwana asifiwe sana. If you love me, you will keep my commandments. Wewe ni mwana wa Mungu, mimi ni mwana wa Mungu. Biblia inatukumbusha ya kwamba sisi tumeitwa kwa jina la Mungu. Wewe pamoja nami nimeitwa kwa jina la Mungu. Tunastahili
tunastahili kutii. Anasema ya kwamba kutii sheria za Mungu ama maagizo ya Mungu. Anasema, Yesu anasema katika Yohana 14:15, mkinipenda mtazishika amri zangu. Wewe kama unapenda Mungu na uko mahali hapa, ni lazima ushike amri za Mungu. Bwana asifiwe sana. Anasema ya kwamba ukinipenda lazima utazishika amri zangu. Na Yakobo anakuja anasema ya kwamba tusiwe tu watu wa kusikia, bali tuweke katika matendo. Mtu ambaye ni wa kutii anaweka katika matendo, hawezi tukusikia. Praise the Lord. Amen. Yakobo anatukumbusha katika Yakobo 1:22 ya kwamba mtu ambaye analisikia tu neno la Mungu na kukosa kuweka katika matendo ni kama mtu ambaye anajiangalia katika kioo, baada ya muda mchache anasahau sura yake, anajisahau. Anasema ya kwamba sisi kama wana wa Mungu tunastahili kutii na kuweka katika matendo. Praise the Lord. Amen. Lakini ukiwa mtu ambaye unalisikia neno la Mungu, tunajifundisha kuhusu kulisha roho, na tumeambiwa vitu ambavyo tunastahili kuzingatia kulisha roho. Biblia inatuambia sasa mchana ya leo tunastahili kutii neno la Mungu. Praise the Lord. Neno la Mungu linaposema kitu chochote, haustahili kugeuka, haustahili kusema ya kwamba huyo ni kama wako wananiambia mimi. Praise the Lord. Nasema ya kwamba lazima ukinipenda utazishika amri zangu. Na unapozishika amri zangu, uwe mtu wa kuweka katika matendo, wala si mtu wa kusikiza tu. Ndio maana Yesu pia anaendelea na kutufundisha ya kwamba katika Luka 9:23, mtu akitaka kunifuata ni lazima ajikane, achukue msalaba wake kila siku na akaweze kunifuata. Inamaanisha obedience. Praise the Lord. Ya kwamba ukitaka kufuata Yesu, tunazungumza kuhusu salvation, wokovu. Na uko mahali hapa umepokea wokovu, unapotaka kumfuata Yesu lazima uwe mtiifu. Anasema ya kwamba mtu akitaka kumfuata lazima ajikane, abebe msalaba wake. You must deny yourself and carry your own cross. Praise the Lord. Sio kwenda kwa fundi umwambie nichambie msalaba ni bebe. Hapana. Msalaba inaashiria obedience, kutii neno la Mungu. Ndio kubeba msalaba wa Yesu kila siku. Unatii neno lake kila siku. Unatii neno lake asubuhi. Unatii neno lake mchana. Unatii neno lake jioni. Umejikana na umebeba msalaba wako. Amen. Hiyo inaashiria, inaonyesha kuhusu utiifu. Unapojikana na unabeba msalaba wako, inaashiria ya kwamba wewe ni mtu mtiifu. Napoangalia Yesu mwenyewe alikuwa mfano wetu, kwangu pamoja na wewe, alituonyesha jinsi ya kutii katika kila hatua ambayo alikuwa anachukua. Yesu alikuwa mtiifu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wewe pamoja na mimi tunapotii, tunapolifuata neno la Mungu, inaonyesha ya kwamba sisi tuko na alama ya Mungu, kwa sababu mtu ambaye anatii Mungu ana alama ya Mungu. Mtu ambaye halitii neno la Mungu hana alama yoyote ya Mungu. Nataka kusoma 1 John chapter 2. 1 John, waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:3-4. Biblia inasema ya kwamba na katika hili twajua ya kuwa
tumemjua yeye, ikiwa tunashika amri zake, yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani mwake. Tarudia, na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani mwake. Tunakuja kumjua Mungu tunaposhika amri zake, tunapotii neno lake kwa kushika amri zake. Lakini ukisema ya kwamba unamjua Mungu na haujashika amri zake, hautii neno la Mungu, Biblia inakuita wewe ni mwongo. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba wewe pamoja nami tunapomjua Mungu na tuzishike amri zake. Ninapohubiri mahali hapa kuhusu Mungu na nizishike amri zake, nisiwe ya kwamba ninahubiri lakini ninaponifuata mimi sizishike amri za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni lazima pia na mimi niwe mfano. Biblia inasema ya kwamba wewe pamoja na mimi ni chumvi ya dunia hii. Wewe pamoja na mimi ni mwangaza, ni nuru. Praise the Lord. Amen. Kwa hiyo ni lazima tunaposema ya kwamba tunamjua Mungu na matendo yetu yathibitishe ya kwamba wewe pamoja na mimi tunamjua Mungu. Lakini tusipofanya hivyo, Biblia inasema ya kwamba sisi ni waongo. Kwa hivyo kutotii inamaanisha ya kwamba wewe ni mwongo. Praise the Lord. Amen. Ukiona mtu anakuja kanisani na halishiki neno la Mungu, anafanya kinyume neno la Mungu, ujue ya kwamba yeye ni mwongo. Nani amesema? Si Biblia inasema ya kwamba kama unakuja kanisani unasema Bwana asifiwe, tunaenda mbinguni, lakini haulishiki neno la Mungu, haulitii, wewe si mtiifu katika neno la Mungu, Biblia inasema ya kwamba wewe ni mwongo na ukweli haumo ndani mwako. Praise the Lord. Amen. Kuna mifano ambayo watu walifika mahali wakakosa kutii neno la Mungu. Praise the Lord. Amen. Ukisoma katika Biblia kuna mifano mingi ambayo watu walikosa kutii neno la Mungu, lakini kuna matokeo, kuna vitu ambavyo vilifanyika ndani ya maisha yao kwa kutotii. Hiyo inamaanisha ya kwamba wewe pamoja na mimi tunaposoma mambo kama haya tunastahili kujifundisha ya kwamba tunastahili kuwa watu watiifu, tusikose kutii neno la Mungu, kwa sababu kuna matokeo na mambo mabaya, consequences ambazo zitafanyika tunapokosa kutii neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kiangalia katika Samueli ya kwanza inazungumzia kuhusu Saul. Kila wakati tumekuwa tukizungumza pia kuhusu Sauli. Sauli alikuwa mfalme wa Israeli, lakini Mungu alikataa ufalme wake. Kwa sababu gani? Because of disobedience. Praise the Lord. Amen. Kutotii neno la Mungu. Mungu amemwambia ende uangamize kila kitu, ende uangamize wanyama, ende angamize hata mfalme Agagi, hakikisha kila kitu kimekwisha. Lakini tunaona ya kwamba Sauli anaenda kule, anapata ng'ombe wanono, anaweka kando, anamshika mfalme Agagi, anarudi naye Israeli. Mungu akakasirika, anaambia Mungu ya kwamba nilikuwa nimeleta hapo hao wanyama kwa sababu ya kutolea dhabihu. Praise the Lord. Amen. Kwa hiyo Samueli, ukisoma pale, Samueli anamuuliza, anamwambia ya kwamba ni vyema, it is better to obey than to sacrifice. Ni vyema kutii kuliko kutoa dhabihu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini wachungaji wengi siku hizi tunasema hivyo kweli. Nasema ni afadhali utoe dhabihu hata ukikosa kutii neno la Mungu. Wewe toa tu, kwa sababu tunataka dhabihu. Praise the Lord. Biblia inasema ya kwamba it is ni vyema kutii
Unasema wacha kwa sababu ninatenda dhambi, ninafanya jambo fulani, wacha mimi nitaenda tu kanisani. Mungu kwanza, mpaka hata wanahubiri wanasema ya kwamba ukitoa Mungu anafuta makosa. It is better to obey than to sacrifice. Praise the Lord. Amen. Samueli akamwambia Sauli ya kwamba kuanzia leo Mungu amekataa ufalme wako. Na hiyo ndio ilikuwa mwisho wa Sauli. Ufalme wake ukaisha because of disobedience. Praise the Lord. Amen. Even sometimes in our lives tunapokosa kutii neno la Mungu, kuna consequences ambazo zinatokea. Kuna vitu ambavyo vitafanyika ndani ya maisha yako na yangu tukikosa kutii neno la Mungu. Kiangalia kwa Samueli, Samueli akamwambia Sauli ya kwamba kuanzia leo ufalme wako umekataliwa. Sauli akajaribu kumbembeleza, kumwambia Mungu nisamehe. Mwambia ulikosa kutii maagizo ya Mungu. Kiangalia katika kitabu cha Zekaria 7:8 hadi 14. Zekaria chapter 7 verse 8 to 14. Utapata ya kwamba Mungu pia kupitia mtumishi Zekaria aliweza kunena na watu wa Bethel, akawaambia ya kwamba aliambia mtumishi kwa Mungu Zekaria kwamba nenda ukaambie watu ya kwamba wakaweze kupeana haki, wakaweze kufanya haki, kutawala watu katika haki, waweze kuwa na wema na huruma kwa kila mmoja, wasifinyilie wajane, wasifinyilie mayatima, wasinyanyase mayatima. Huyo mtumishi wa Bwana Zekaria akatumwa na Mungu kwenda katika Bethel awaambie maneno haya ya kwamba wahakikishe katika utawala wao waweze kutenda mema, wasinyanyase watu. Lakini Biblia inasema ya kwamba, ukisoma pale inasema ya kwamba wakawa na maovu sana ndani ya mioyo zao, wakakosa kutii neno la Mungu. Na walipokosa kutii, ilifikia wakati walikuwa wanaomba, maombi yao yanazuiliwa. Mungu hasikii maombi yao kwa sababu ya disobedience. Praise the Lord. Unapokosa kutii neno la Mungu, maombi yako hayawezi kufika mahali. Wewe labda uko mahali pale, kuna kitu unafanya, kuna vitu ambavyo unafanya mpendeze Mungu, ambavyo viko kinyume neno la Mungu. Hata ukikuja hapa ukiomba, Mungu hasikii maombi yako. Ukisoma pale Zekaria, unapata ya kwamba Mungu, Biblia inasema ya kwamba Mungu hakuyasikia maombi yao, alikataa maombi yao because of disobedience. Na alipokataa, Mungu alipokataa, aliweza kutuma mawimbi, storm, upepo mkali ukaja, ukaweza kuharibu nchi, ukaangamiza vitu vingi kwa sababu ya watu kutotii neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo unaona ya kwamba wewe umemjua Mungu, umemkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wako kwa maisha yako, unapokosa kutii neno la Mungu, ukisema kuna mifano nyingi sana ambazo hatuwezi kumaliza, lakini ukiangalia watu ambao walifanya utiifu kwa Mungu, angalia kama Abraham. Praise the Lord. Amen. Abraham aliweza kuwa mtiifu kwa Mungu. Mungu alipomwambia toka katika nchi uliyozaliwa ndani, toka kwa watu wako, mbali yako, nenda mahali ambapo nitakuonyesha. Abraham, Biblia inasema kwamba alitii. Katika Mwanzo 12 Abraham aliweza kutii sauti ya Bwana, na alipoenda. Na kwa wachungaji pia huwa tunafika mahali tunafundisha pale mambo ambayo sio mazuri sana. Praise the Lord. Na tunafanya hivyo kwa sababu ya wewe ukikosa kusoma neno la Mungu, kuna vitu vingi sana utakosa kuelewa. Lakini ukisoma neno la Mungu, mchungaji anapofundisha, utajua ya kwamba ananiambia ukweli ama sio ukweli. Leo nilikuwa nasikiza runinga asubuhi,
Kaona mchungaji mwingine anasema Daudi hakuweza kufaulu kujenga nyumba ya Bwana kwa sababu maadui alikuwa amezingirwa na maadui wengi. Kwa hiyo ilifanya hakujenga nyumba ya Bwana. Akaanza ku apply akisema ya kwamba hata wewe hujaendelea kwa sababu umezingirwa na maadui. Ukitaka kuendelea lazima utoke kwa maadui. Kama hujui kusoma neno unaona it is out of context. Wewe unajua ni kwa nini Daudi hakujenga nyumba ya Bwana? Ni kwa sababu alikuwa amemwaga damu. Praise the Lord. Hiyo it is basic hata from primary school. Lakini ukikosa kujua neno la Mungu na kulisoma, wakati mwingine unapotoshwa. Unaanza kuambia vitu ambavyo haviko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Biblia inasema katika Mwanzo 12 Mungu akanena na Abrahamu akamwambia, toka kwa nchi yako, kwa ukoo wako, enda mahali ambapo nitakuonyesha, nitakubariki ukiwa kule. Kwa sababu gani Mungu alimwambia? Tera alikuwa mchawi baba yake. Praise the Lord. Amen. Alikuwa na miungu. So Mungu hangeweza kufanya kazi na miungu wengine. So ndio maana Mungu anamwambia kwamba, lakini wachungaji tunasemaje? Mtu anakwambia toka nyumbani, toka kwenu. That is not logic. Praise the Lord. Amen. Na hiyo itafanyika kama ulisomi neno la Mungu. Lakini kama unalisoma neno la Mungu, utaelewa ya kwamba Abraham aliambiwa kwa sababu ya Tera baba yake na vitu ambavyo alikuwa anafanya. Kwa hivyo Abraham tunaona ya kwamba alitii neno la Mungu, aliweza kulishika neno la Mungu, na alipoenda, ukisoma hiyo 12:1-4 utapata ya kwamba Mungu alimwambia nitakufanya uwe taifa kubwa, na kweli Mungu akamfanya Abrahamu kuwa taifa kubwa. Praise the Lord. Hiyo ndio matokeo ya kufaa kutii neno la Mungu. Na hapo tii neno la Mungu kuna matokeo yake. Kuna mazuri ambayo utapokea. Tunaona ya kwamba huyu Abraham alipotii, Mungu alimwambia ya kwamba I'll make you a great nation. I'll bless you, nitakubariki. Nitalifanya jina lako kuwa kuu. You shall be a blessing. All families of the earth will be blessed through you. Familia zote, sisi sote tunabarikiwa kupitia Abraham. Praise the Lord. Amen. Kwa sababu ni kwa kupitia Abraham tunapata mpaka Yesu. Na kupitia imani, mimi nimeokolewa kwa imani. Wewe umeokolewa na kwa imani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona ya kwamba unapotii neno la Mungu, kuna mambo ambayo utaweza kupokea. Si kwamba nitakwambia umerogwa. Kwa nini unarogwa? Kwa sababu hujatii neno la Mungu. Kwa nini wachawi wanakusumbua? Kwa sababu hujatii neno la Mungu. Praise the Lord. Martin, ukitii neno la Mungu, hao hatakuwa subject wako. Shetani hatakuwa subject wako. Ati shetani zirushe, hata utataja mambo ya shetani kila wakati. Kwa sababu wewe unalitii neno la Mungu. Na anasemaje unapolitii neno lake? Unapolitii neno lake, anasema kuna vitu ambavyo utavipokea. So ukitaka kubarikiwa, utii neno la Mungu. Praise the Lord. Amen. Ukitaka kuinuliwa, tii neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Ukitaka watoto wako wafaulu, tii neno la Mungu. Ukitaka ufaulu katika kazi yako, ufanye namna gani? Tii neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaona pia katika huyo Abraham katika Mwanzo 22, Mungu akamwambia pia, unitolee sadaka, unitolee mtoto wako mmoja tu ambaye ni Isaka. Ibrahimu pia akatii neno la Mungu akamchukua. Alipoenda Mungu akaona vile alivyo na utiifu ndani ya moyo wake. Mungu akasababisha akatoa mwanakondoo
badala ya Isaka. Bwana asifiwe. Wakiwa njiani wanaenda, Biblia inasema ya kwamba Abraham alichukua vijana wawili, wajakazi wawili, akachukua pamoja na Isaka na kuni na moto, wakawa wanaenda. Wakafika mahali akawacha wale vijana nyuma, akaenda na Isaka. Lakini Isaka akamuuliza, baba, ninaona umebeba kuni, umebeba na moto, sijaona sadaka. Kama akamwambia, God will provide. Praise the Lord. Amen. Mungu atatoa, sisi twende. Walipofika pale, akamfunga, akamweka pale, anachukua kisu, anataka kumtoa kama sadaka, kwa sababu Mungu alikuwa anahitaji damu wakati ule. Praise the Lord. Amen. Tunaona ya kwamba Mungu aliweza kuandaa mwana-kondoo haramu. Mtu unapotii, kuna vitu ambavyo vitafanyika ndani ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumeona katika maisha yote ya Yesu, tumeona vile alikuwa mtiifu. Hata Mungu alipomtuma kwa sababu ya kutufia dhambi, Yesu alikuwa mtiifu. Akasema ya kwamba wacha mapenzi yako yatimizwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna ahadi na baraka katika kutii neno la Mungu. Ninakufundisha hivi, sitaki kwenda mbio, na kufundisha hivi ili uelewe. Najua wakati mwingine mimi nikiona Wakristo wananyanyaswa ama wanaambiwa vitu vya ajabu na wanafuata, mpaka naumia sana ndani ya moyo wangu. Bwana asifiwe. Biblia inasema katika Yohana 15:10 ya kwamba if you keep my commands you will abide in my love. Ukizishika amri za Mungu utakuwa katika upendo wake, utakuwa mpenzi wa Mungu. Ukiwa mpenzi wa mtu inamaanisha kwamba kitu chochote ambacho utahitaji atakupatia, kwa sababu wewe ni mpenzi wake. Bwana asifiwe sana. Anasema pia katika Yohana 15:4, wewe unakuwa rafiki yangu ukizishika amri zangu. You are my friends if you do what I command you. Hawezi kuwa rafiki wa Yesu kama haufanyi amri ambazo anakuambia. Anasema ya kwamba waraka wa kwanza wa Yohana 3:22, tusome pale. 1 John hizo ndizo ahadi ambazo tunapokea tunapolitii neno la Mungu. Katika waraka wa kwanza wa Yohana 3:22, Biblia inasema ya kwamba na lolote tuombalo tulipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezaye machoni pake. Praise the Lord. Amen. Wacha nirudie kusema ili uweze kusikia. Nimesema ya kwamba kuna ahadi na baraka katika kutii neno la Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:22 inasema ya kwamba na lolote tuombalo tulipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezaye machoni pake. Praise the Lord. Amen. It means chochote ambacho unaomba, kama unatenda mambo ambayo yanapendeza machoni pa Mungu, Mungu anakupatia. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati mwingine ukikosa kupokea kitu ambacho unaomba, ni wewe sasa kutafakari, kujioji ndani yako. Je, maisha yangu na Mungu yako namna gani? Kusema Yesu akazungumzia kuhusu wajenzi wawili
ambaye alijenga kwa mwamba na yule ambaye alijenga kwa changarawe. Mawimbi yalipokuja, mtu ambaye alijenga kwa changarawe alisombwa, nyumba yake ilisombwa. Lakini ukijenga katika mwamba, ukizishika amri za Yesu, ndio kujenga katika mwamba, kuna mawimbi ambayo yatakusukuma. Bwana asifiwe. Wewe utasukumwa na mawimbi gani? Umejenga katika mwamba. Umejenga katika mwamba ambaye ni Yesu. Yesu ndiye mwamba wetu. That is why nikakwambia kuna mistari zingine zitafanya kazi kama umejenga katika mwamba, kama unalitii neno la Mungu. Lakini unakosa kutii neno la Mungu, kuna mistari hata haitafanya kazi katika Biblia. Praise the Lord. Hata I can do all things through him who strengthens me. Naweza mambo yote kupitia yeye anitiaye nguvu. Itafanya kazi kama unatii neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Nimepewa nguvu na mamlaka. Mamlaka yatafanya kazi kama unalitii neno la Mungu. Praise the Lord. Amen. Kuna mahali ambapo kuna areas of obedience. Kuna mahali ambapo tunastahili kutii. Biblia inazungumzia kuhusu watoto. Biblia inasema ya kwamba watoto, enyi watoto, watiini wazazi wenu. Heshimu baba yako na mama yako. Hii ndio amri. Ere ya kutii, tii wazazi wako. Bwana asifiwe sana. Amen. Na Waefeso 6:1 inasema ya kwamba unapotii wazazi, kuna vitu viwili ambavyo umekuwa navyo. Kitu cha kwanza ni nini? Kitu cha kwanza ni nini? Kuishi miaka mingi. Kitu cha pili? Haya. Kitu cha pili nasema heri, uwe na heri. Unajua heri ni nini? Favor. Popote unapoenda unakuwa na favor, kibali, unakubalika. Ukifanya kitu chochote kinafanyika kwa sababu ya kutii. Lakini kama uko hapa wewe ni Mkristo, unasema ya kwamba umechukia wazazi wako, hata uwatii, unasema umeokoka, wewe ni muongo. Praise the Lord. Amen. Mzazi wako wa kwanza, umtii, uheshimu baba yako na mama yako katika Bwana. Wana Wakristo kama hao. Mimi mambo ya wazazi na baba, mimi nimekana hao watu. Yesu ameniita, amenikomboa. Hawa wazazi wangu ni watu bure. Sio hivyo. Hao ndio wa kwanza. Heshimu baba na mama yako. Biblia inasema ndio ukuwe na siku nyingi na uwe na heri. Obedience. Praise the Lord. Ukisoma katika Colossians chapter 3 verse 20 inasema ya kwamba children, be obedient to your parents in all things, for this is well pleasing to God. Hiyo ndio inapendeza Mungu, unapoheshimu wazazi wako. Hiyo ndio area number 1 ya kuheshimu, kutii. Obey your parents. Area number 2 inazungumzia kuhusu husband, kuobey wanaume wake waweze kuobey wanaume wao. Praise the Lord. Katika Ephesians chapter 5 verse 22 to 24. Wives, be subject to your own husbands as to the Lord. In Ephesians chapter 5 verse 8 and 8. Nazungumzia kuhusu workers or slaves to be obedient to their masters. Umeajiriwa kazi mahali, heshimu mkubwa wako, heshimu mwajiri wako. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio areas of obedience. Unapoenda kazi unaambiwa, dada umechelewa kazi. Wewe unaanza kusema mambo yako hapo. Mungu atanitetea. Hata nikichelewe, Mungu ako na mimi. Mungu atakutetea. Mimi nitaenda tu, mimi si nimeokoka. Hata nikienda saa ngapi? Kuna rules and regulations mahali kwa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba kwetu kuwa watiifu, tutii mahali pa kazi, tuweze kutii serikali yetu. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba serikali yoyote inayowekwa ni Mungu ndiye anaweka. Hata hii yetu ni Mungu aliweka. Praise the Lord. Amen.
Labda uko hapa wakati mwingine wanasema huyu Ruto au huyu sijui. Wewe kama Mkristo, Biblia inasema ya kwamba uheshimu serikali. Bwana asifiwe. Amen. Wewe heshimu tu serikali. Kwa sababu kama si Mungu angesababisha mtu mwingine aongoze. Lakini Mungu alisababisha yeye akaongoza. Wao alifanya, aliiba kura, alifanya namna gani? Lakini Mungu ndiye amesababisha, ni kiongozi. Praise the Lord. Mungu hajasababisha aibe, lakini Mungu amesababisha yeye ndio kiongozi. Kwa hivyo lazima tumheshimu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mahali pengi sana kwa Biblia imezungumzia kuhusu kutii. Napomalizia na Isaya 1:19 inasema, ukitii utakula mema ya nchi. If you obey, ukitii utakula mema ya nchi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tukuje kwa njia rahisi. Ni kitu gani kimekufunga? Wewe unaona ni kitu gani kimekufunga? Praise the Lord. Nikisema kuna mtu amekufunga, ndio maana nasema ukweli. Sasa bwana mmenyamaza. Hiyo sitakuwa na wadanganya. Nani amekufunga? Ni wewe mwenyewe umejifunga kwa sababu umefanya nini? Umekosa kutii neno la Mungu. Biblia inasema ya kwamba ukitii utakula mema ya nchi. Nikienda kila mahali, mimi sikubaliki, nikifanya hiki na hata Paulo, tii neno la Mungu. Anasema if you obey, you will eat the good of the land. Mema ya nchi. Acha kusema utakula mbinguni. Mwalimu alitufundisha tunaanza kukulia hapo. Bwana asifiwe. Acha kuvaa vizuri ukiwa wapi? Acha kula vizuri ukiwa hapa. Bwana asifiwe. Amen. So tunataka tuende mbele za Bwana tumwambie asante kwa neno lako. Umesikia kuhusu utii. Sijui ni wapi